Kwa siku ya jana tumeweza kuona matamko mbalimbali ambapo yalikuwa yakitolewa na viongozi mbalimbali ukiwemo upande wa viongozi wa polisi pamoja na mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila. Kwanza ni bezi hapo kwa upande wa Mheshimiwa Chalamila kutokana na mengi sana ambayo ameyazungumza, lakini miongoni mwa yale ambayo tumeweza kuyanyaka ambayo kidogo yanaweza kuleta utata katika jamii yetu, hasa hususan katika mazingira ya pande mbili za kidini, ambapo tumeweza kuona au tumekuwa tukizungumza siku zote kuhusiana na swala zima la kuwekana sawa katika mazingira ya kidini, kwa sababu ndio mazingira ambayo yanachukua nafasi kubwa sana kwenye nchi yetu, ukiachilia mbali yale mazingira yanayohusiana na mazingira ya kisiasa na kiserikali. Lakini upande wa dini, ingawa kwamba tunasema kabisa kwamba kwenye nchi yetu au katiba yetu inasema wazi kwamba haina dini, lakini wananchi ndio wana dini zao na wana miongozo yao ya kidini ambayo wanaweza kuishi nao. Lakini hawa watu hawatakiwi kwenye dini zao kuweza kuingiliana na kuanza kutiliana fujo na mazingira mengine, kwa sababu watakapoanzisha hayo tutaandaa mifumo mingine. Lakini kutokana na kauli za mheshimiwa jana alizokuwa akizungumza kidogo zinaleta sintofahamu, kwa sababu alizungumza kumkamata mheshimiwa Kitima ambaye ni padri wa Katoliki, kutokana na mazungumzo yake kayatoa hapo before. Lakini tukiangalia kwenye kuhusiana na swala zima la kumkamata, uwezo ukasema kwamba mtu kama Kitima unaenda kumkamata kutokana na kauli zake zile alizozizungumza. Hatusemi kwamba hazipoi au labda hazisababishi matatizo, hapana, lakini kuna kauli ambazo zilizungumzwa mara ya kwanza kwamba nazo zinaleta uchochezi pia. Lakini alivyoenda kuzungumza Mheshimiwa Chalamila, alizungumza naye kwa ukarimu kabisa na kwa upole kabisa, kuonesha kwamba lile tatizo alimpa tu warning. Lakini leo alivyozungumza Kitima anamwambia kwamba ataenda kumfungulia kesi. Sasa kati ya hawa wote wawili wazungumzaji ambao wamezungumza kwa pande zote mbili, mmoja alizungumza swala la kuwakatakata waandamanaji vichwa, na wa pili amezungumza swala la kuzima umeme ili kuweza kuteka watu. Kwa hiyo hapa tukihusianisha haya yote, nafikiri kwamba wote walitakiwa kama tunakwenda kuwashtaki, basi wote wanatakiwa washtakiwe, sio upande mmoja. Na kama tukiangalia kwenye upande wa kwamba kunyamaza, basi wote wanyamaziwe, na kama kuzungumza kwa kufoka, wote wanatakiwa wafokewe, kwa sababu hawa wote wanaongoza pande mbili za dini. Na utakapokuwa mmoja unamzungumzia kwenye mazingira tu ya kwamba unataka umpe ile hali ya utaratibu, huku mwingine unampa hali ya ukali, tayari upande mmoja wataonekana kama vile wanateteleshwa, na upande wa pili wataonekana wao waliagizwa, au yale maagizo ambayo waliokuwa wakiongea pale, au kile kilichokuwa kikiongelewa pale labda kiliagizwa na watu fulani ili kiweze kuzungumzwa vile mbele ya khadamnasi na kiweze kuleta taharuki miongoni mwa watu mbalimbali. Kwa hiyo ili kuweza kuiponya jamii kutokana na hiki kinachoendelea, ni lazima kama tunataka kukamata basi tukamate wote, na kama tunataka kufungua kesi basi tufungue wote, ili mradi pasionekane kama kuna pande ambayo inapendelewa. Alimradi maisha yaende vizuri kwa jamii zote mbili, na tusiendelee tena kuandaa mizozo, badala yake kutafuta ufumbuzi wa matatizo ya mizozo iliyopo nchini kwetu.